Inasema kila andiko limepewa kwa mwongozi wa Mungu, linafaa kwa mafundisho, kwa kuonya watu juu ya makosa yao na kwa kuongoza. Tukisema ni emission yetu ya bien ambayo tunapendaka kuitembelea kila mara kwa ajili ya neno la Mungu. Tukisema hii emission ilianzishwa na mtumishi wa Mungu Apotre Missionnaire Richard Mbaruku, ni karibu yetu hapa, na bila shaka emission iko na malengo mbalimbali, na lengo yake ya kwanza ni kuongoza watu ndani ya neno la Mungu, kutoa watu mugiza, kutoa watu makonfusion mbalimbali ya neno la Mungu na kuwafundisha kweli. Ndio maana leo tuko na ile opportunity ya kukutana na mtumishi wa Mungu. Itasi wasikilizaji wetu wa mbali kama vile wa karibu, kila mtu akuwe na Biblia yake, akuwe na buku yake, aandike maulizo. Tukisema mtume na Bwana tupata na opportunity ya kuuliza kila ulizo ndani ya Biblia na iko tayari kujibu. Hivi kwa heshima kubwa tutaweka mikono yetu tajari kwa kukaribisha mtumishi wa Mungu. Basi ndugu wapenzi, wasikilizaji wetu wenye kutufuata kwa mbali au kwa karibu, tunawakaribisha tena kwa emission yetu ya 2 Timothée 3:16 ambayo ina malengo ni kufundisha neno la Mungu, kufundisha watu neno la Mungu ili wapate fursa ya kutafuta kujua kweli ambayo inapatikana ndani ya maandiko matakatifu, na kuelekeza watu, kuwatosha kugiza, kuelekeza kunuru, kuelekeza kukweli. Ndio maana tutasi wasikilizaji wetu wenye kutufuata kwa mbali au kwa karibu, tunaomba kila mtu akuwe na block note yake na Biblia yake pembeni, akuwe na tufuata kwa makini, kwa sababu tutaanza na kitabu yetu ya maingilio, Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume Sura yake Matendo ya Mitume sura yake ngapi? 17:11 inasema nini? Inasema hivi, Matendo ya Mitume sura yake ya 17 mistari midogo ya 11. Kichwa andiko kinasema Tesalonika. Okay. 17 inasema hivi. Okay. 11 inasema hivi, watu hao walikuwa wema kuliko wale wa Tesalonika. Wanasema kulikuwa watu ambaye walikuwa wema kuliko wa Tesalonika, kwa sababu walipokea neno kwa nia iliyokuwa tayari kabisa. Asema wale watu walikuwa napokea neno la Mungu kwa nia ambayo iko tayari. Ni kusema nini? Mtu mwenye kupokea neno la Mungu kwa nia yenye kwa tayari ni mtu mwenye anatia akili na mawazo yake kuneno la Mungu. Ni mtu anajikosantre kwa ajili ya neno la Mungu, apate kutambua ukweli. Ni kusema walipokea neno la Mungu kwa nia iliyokuwa tayari kabisa. Okay. Wakitafuta maandiko kila siku. Okay. Kujua hakika ya maneno yale. Asema hawa watu wa Beori walikuwa natafuta maandiko kila siku wapate kujua uhakika wa maneno yale, uhakika ya maneno yale yenye kupatikana ndani ya maandiko matakatifu. Ni kusema hawa watu walikuwa natafuta kila siku wapate kujua uhakika wa maandiko. Ndio kwa maana tunakualika msikilizaji wetu mwenye kutufuata kwa mbali au kwa karibu, upate kuwa natafuta uhakika wa maneno, utafute kujua kweli, njoo itakusaidia. Ukuwe na Biblia ambayo utakuwa nasoma juu ujue eti Biblia hii maneno wanatuambia njoo vile Biblia inasema au hapana. Ndiyo. Watu wengi kwa siku ya leo hawapendi kuuza Biblia, na watu wengi hawapendi kusoma Biblia, kwa sababu kitabu ya Biblia ni kitabu ambaye inajulikana sana kudunia, lakini inasomwa na watu wachache sana. Kumbi tunawaomba ndugu zangu wenye kutufuata kwa mbali au kwa karibu, tukue kama watu wa Beori ambao walikuwa na ili nia tayari ya kupokea neno la Mungu, na walikuwa nasoma maandiko, walikuwa nachunguza maandiko wapate kujua uhakika wa maandiko inasema nini. Ndio maana wasikilizaji wetu, kwa siku ya leo tulipenda kuongea kuhusu mpinga Kristo. Amen. Tujue mpinga Kristo ni nani.
tutamjua je na iko wapi? Watu wengi wanasema kuhusu mpinga Kristo atakuja, wengine wanasema alishakuja. Sasa leo tunapenda kila mtu mwenye kutufuata kwa mbali au kwa karibu, mwenye kuwa na Biblia yake akuwe nasoma na sie maandiko pamoja. Mpinga Kristo ni nani? Tutamjua namna gani? Na iko wapi mpinga Kristo? Ndiyo. Hivi tunasoma kitabu yetu ya kwanza. Tutasoma kitabu chetu cha kwanza. Mathayo. Tutasoma kwanza Mathayo 24. Tutasoma 24 yake na 4. Tutasoma mstari wa 5. Mstari wake wa 5. Kisha tutaruka mstari 24. Tutaruka pia 24. Kichwa kiandiko kinasema mambo yatakayokuja. Mambo ambayo yatakayokuja. Mstari wa 5. Okay, 5. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Yesu ule kunaambia wanafunzi wake kama watu wengi watakuja kwa jina langu. Mkisema watakuja mjina ya Yesu. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Okay. Wakisema mimi ndiye Kristo. Wataanza kusema kama ao ndio wa Kristo. Wakisema mimi ndiye Kristo. Okay. Watadanganya watu wengi. Asema wale watu watadanganya watu wengi. Kumbe ndugu zangu mwenye kunifuata kwa mbali au kwa karibu, ukuwe makini, kwa sababu watu wengi wanasema kama kila kanisa ambayo inasema jina la Yesu Kristo ni kusema ni kanisa ya nani? Ya Mungu. Lakini Yesu mwenyewe anaambia watu, anaarifu watu, anatayarisha watu wajue kama utakuja makristo ya uongo ambaye watadanganya watu wengi, sio hata watu kidogo. Ndio. Sasa ndugu zangu, ni kwako wewe ujipatie muda utufate kwa faida. Wenda unaweza kuwa miongoni mwa wale watu ambao wanadanganywa. Ndio. Amen. Amen. Okay, twende 24. Kwa sababu makristo ya uongo wamesimama. Asema kwa sababu makristo ya uongo wanasimama. Nikusema kama kuko makristo ya uongo, kuko makristo wa kweli. Ndio. Sasa wewe miongoni mwa wakristo, uko mkristo wa uongo au uko mkristo wa kweli? Utajua je kama uko mkristo wa kweli au uko mkristo wa uongo? Juu watu wengi wanawaza kama anapotoka nyumbani mwake anaenda kanisani ni kusema anakuwa mkristo wa kweli. Bwana asifiwe sana. Amina. Ndio maana leo tuliona kama inabidi tuongelee kuhusu mpinga Kristo ni nani. Juu inabidi ujue kwa Ukristo ni nini, namna gani utakuwa Kristo, na je utafikia kupinga. Juu hautapinga kitu kenye haujui. Endelea. Kwa sababu makristo ya uongo wamesimama. Na manabii ya uongo. Asema na manabii ya uongo. Kumbi ndugu zangu, sio kila mtu mwenye kujiita Mkristo ndio Mkristo wa kweli, na sio kila mtu mwenye kujiita nabii ndio nabii ya kweli. Ndio. Nikusema kama kuko manabii ya uongo, kuko wa kweli. Sasa unaweza kuwa na mtu ni nabii lakini ni nabii ya uongo. Ndio. Sasa ni kwako ndugu yangu mwenye kunifuata kwa mbali au kwa karibu, unifuate kwa makini ili tupate kutafuta mie na we, tujue nabii ya uongo iko wapi, tujue Mkristo wa uongo iko wapi. Na wasa turu ilipita tuliongea kuhusu nabii ya uongo. Ndio. Lakini leo tutajifokalize kuhusu Mkristo mpinga Kristo. Ndio. Okay? Tunasoma 24. Kwa sababu makristo ya uongo wamesimama. Okay. Na manabii ya uongo. Nao wameonyesha alama kubwa na maajabu wapate kudanganya, kama ikiwezekana hata wachaguliwa. Asema wale wa Kristo wa uongo, makristo ya uongo na manabii ya uongo wanasimama na maalama na maajabu ili wapate kudanganya, hata ikiwezekana wachaguliwa wa Mungu. Nikisema hata wachaguliwa fulani wamedanganywa na makristo ya uongo na manabii ya nini? Ya uongo. Unaweza kuwa miongoni mwa wachaguliwa ambao ulichaguliwa kutumikia Mungu, lakini unadanganywa. Ndio. 24.
wakionyesha alama kubwa Okay, na maajabu wapate kudanganya kama ikiwezekana hata wachaguliwa wa Mungu. Okay. Amen. Amen, amen, amen. Ndio maana wasikilizaji wetu, tunaomba wenye kutufuata kwa mbali au kwa karibu, tunapenda leo tuongee mpinga Kristo ni nani? Ndio. Kwa sababu ndani ya Biblia inaongea juu ya mpinga Kristo, Antichrist. Tumjue ni nani, iko wapi, namna gani mtu unaweza kufikiwa kuitiwa mpinga Kristo. Utusome kitabu. Tutasoma kitabu Yohane wa kwanza. Tutasoma Yohane wa kwanza Sura 2. Tutasoma sura yake ya pili. Mistari 18. Mistari 18. Utaruka 22 24. Yohane wa kwanza. Mstari wake wa pili. Sura ngapi mwalimu? Sura 18. Sura 18. Unaruka 22 24. Tutaruka pia 22 mpaka 24. Okay. Kichwa andiko unena mpinga Kristo. Kichwa neno inasema mpinga Kristo. Ni kusema mpinga Kristo iko. Ndio. Sio hadisi. Mpinga Kristo iko. Sasa iko wapi? Utamjua je? Na je utafikia kuitiwa mpinga Kristo? Kumbe mtu mwenye kupinga Kristo ndio mpinga Kristo. Ndio. Sasa inabidi uelewe kwa Kristo ni nani. Namna gani unaweza kumpinga? Juu unaweza kuwa unampingaka na uju wako unajitaka tu kumkristo. Kumbe wewe ni miongoni mwa wapinga Kristo. Amen. 18 sasa inasema. 18. Watoto, ni wakati wa mwisho. Asema tuko mu wakati wa mwisho. Watoto, ni wakati wa mwisho. Okay. Na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo anakuja. Kama vile mlivyosikia kama mpinga Kristo anakuja. Hata sasa ni wengi. Asema hata sasa ni wengi. Nikusema wapinga Kristo sio vile mlisikia kama watakuja. Lakini wapinga Kristo walikwisha kuja. Ndio wanatuambia kama wako wengi. Hawako watoa wadogo. Sasa kwa nini uko nashindwa kuwajua? Bwana sifiwe sana. Amina, amina. Ndio maana misio yetu ya leo tunakuomba tufuate kwa faida, tupate kutambua mpinga Kristo au ujijue petetre na we miongoni wa wapinga Kristo na we uko mmoja. Ndio. Amen. Amina, amina, amina. Ni wakati wa mwisho. Asema ni wakati wa mwisho. Na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo anakuja. Okay? Hata sasa wapinga Kristo ni wengi. Ni wengi, hawako wadogo. Wapinga Kristo ni nini? Ni wengi. Okay? Kwa sababu hii najua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Asema tuko mkipindi ya nini? Ya mwisho. Kumbe ndugu zangu, kama ujitafute, kama ujipatie muda wa kusoma maandiko, kuchunguza maandiko matakatifu, bila shaka unaweza kujikuta uko miongoni mwa wapinga Kristo. Na ndio maana Yesu alisema, ndio siku ile watu wengi watasema, ndio Bwana, tulihubiri kwa jina lako. Ndio tulifanya maajabu kwa jina lako. Tulitenda matendo mingi ya uwezo kwa jina lako. Lakini Yesu anasema, siku ile atasema, mimi siwajui. Ondokeni kwangu nyinyi mnaotenda nini? Maovu. Kumbe unaweza kujiita Mkristo, kumbe wewe ni miongoni mwa wanani? Wapinga Kristo. 22 anasema nini? 22 anasema hivi. Okay. Ni nani aliye muongo? Asema ni nani njo muongo? Juu kila mtu anajiita Mkristo. Kila mtu anapoenda mkanisa anajiita nani? Mkristo. Sasa miongoni mwa hao watu wenye kwenda mkanisa au wenyewe hawaende mkanisa, nani njo muongo? Okay? Ni nani aliye muongo? Okay? Ila yeye anayekana Yesu ni Kristo. Asema muongo ni ule mwenye kukana Yesu ni Kristo. Tuko kwa watu wengine hawaamini kama Yesu ndio Kristo. Ndio. Watu wengi hawaamini kama, hawakubali kama Yesu yeye ni Kristo. Bwana asifiwe sana. Amina, amina, amina. Asema muongo ni ule mtu mwenye hakubali, haamini, hasadiki kama Yesu yeye ni Kristo. Ndio. Amen. Amina.
Twende. Ni nani aliye muongo? Okay. Ila yeye anayekana Yesu ni Kristo. Okay. Huyu ndiye mpinga Kristo. Asema huyu sasa ndio mpinga nani? Kristo. Kumbe utakuwa mpinga Kristo ni wakati haukubali kama Yesu ni Kristo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen, amen, amen. Eske kuko mwenye kunisikia? Eske tunaweza pikia Mungu mikono? Juu watu wengi, kila mtu anasema Yesu ni Kristo. Mie niko Mkristo. Yesu ni Kristo. Eti ni kweli unakubali kama Yesu ni Kristo? Au unafanya recitation kusema tu Yesu ni Kristo? Juu kuko kuelewa. Eske unaelewa? Amen? Amen. Kwa sababu wakati Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake, ndiyo, alikuwa na lugha fulani ambayo alikuwa anaongea. Eti unaelewa hii andiko? Twende. Ndiyo tunaenda. Ni nani aliye muongo? Okay. Ila yeye anayekana Yesu ni Kristo. Huyu ndiye mpinga Kristo. Mpinga Kristo. Tunakuta mpinga Kristo wa kwanza ni mwenye kukana Yesu nani? Kuwa Kristo. Yeye anayekana baba na mama. Asema mwenye kukana Kristo ni mwenye kukana na baba, anakana na nini? Na mwana. Juu hawezi kuwa na mwana pasipo baba. Bwana sifiwe sana. Amen. Na hawezi kuwa na baba pasipo mwana. Wakati unapinga kama Yesu haiko Kristo, ujue kama we hauna na baba, hauna na mwana. Haleluya. Amen. Twende 23. Kila mtu anayekana mwana hana baba. Asema kila mtu mwenye kukana mwana hana baba. Ndiyo. Stadi unaweza kuzania kuna baba, kumbe haiko baba yako. Juku kwa watu wengine banabebaka baba msio wake. Sawa vile kila mtu anajiita kama yuko mtoto wa Mungu. Eske Mungu ni baba yako? Bwana asifiwe sana. Amen. Eske Mungu alikuzaa? Kama Mungu alikuzaa, inabidi kuwa na mwana wake. Ambaye yule mwana ni Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Amen. Kila mtu anayekana mwana hana baba. Okay. Anayekiri mwana ana baba vile vile. Asema mwenye kukiri. Kukiri ni kukubali. Unakubali mwana. Ni kusema wakati unakubali mwana, unakiri mwana, ni kusema kuna baba. 24. Nyinyi basi maneno mliyosikia tangu mwanzo. Asema maneno mliyosikia tangu mwanzo kuhusu mpinga Kristo yakae ndani yenu. Hii maneno mko nasikia ibakie nini ndani yenu? Maneno mliyosikia tangu mwanzo yakae ndani yenu. Okay. Maneno haya mliyosikia tangu mwanzo kama yakikaa ndani yenu, nyinyi mtakaa ndani ya mwana na ndani ya baba vile. Asema maneno mliyosikia tangu zamani kama ikiikala tu ndani yenu, ndio ujue kama uko na mwana. Na kama uko na mwana, ujue kama uko na nani? Na baba vile vile. Sasa ujiulize, eti mwana ni ndani yako? Na kama mwana ni ndani yako, ujue kama uko na baba. Ndio. Na kama hauna mwana, ujue kama hauna nini? Hauna baba. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kumbi kama biko natuambia mambo kuhusu mpinga Kristo, inafaa tuelewe Mungu yuko napenda kusema na siye nini. Kwa sababu watu wengi Yesu alikuwa anaongea, watu wengi hawakuwa naelewa usemi wa Yesu. Watu wengi walibakia mumifano, watu wengi walibakia mumaandiko ambayo iliandikiwa. Ndio mimi na wewe leo tutafute kwanza mpinga Kristo ni nani. Tutamjua namuna gani na iko wapi. Kumbi kwa wewe kujua mpinga Kristo, inabidi kwa ujue Kristo ni nani. Juu ukicha kujua Kristo ni nani, ndio utajua mpinga Kristo ni nani. Juu utampinga ule mtu. Bwana asifiwe sana. Juu sababu ile gouvernement banamuita mtu ni rebel, ni muasi. Utetiwa muasi modele gani? Ni wakati unaasi sheria ya nini? Ya nchi. Sasa utetiwa je mpinga Kristo? Bwana asifiwe sana. Amen, amen, amen. Ndio maana inatubidi kwanza tujue kwanza Kristo ni nani au ni nini. Ndio. Utusome mbele wa Kolosai. Tunasoma wa Kolosai 3:4 nasema nini? 3:4 nasema hivi.
Maisha mapya katika Kristo ndiyo kichwa. Asema maisha mapya katika Kristo. Nikisema maisha, kama unaingia ndani ya Kristo, unakuwa na maisha mapya. Sio maisha ya kawaida, sio maisha yenyewe ulikuwa unajua. Lakini watu wengi anapoingia ndani ya Kristo, maisha ni ile moja. Hakuna maisha mapya. Twende. Tunasoma Kolosai 3 mstari wake wa 4. Ine inasema hivi. Tuko natafuta Kristo ni nani? Ine. Wakati Kristo aliye uzima wetu atakapofunuliwa. Asema wakati Kristo aliye uzima wetu atakapofunuliwa, nyinyi vile vile mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Asema nyinyi vile vile mtafunuliwa pamoja naye katika nini? Utukufu. Eske tuko pamoja? Ndiyo. Soma mbele ile andiko. Tunarudilia kwa usikivu. Tuko natafuta tujue Kristo ni nani. Njoo utafikia kujua namna gani kunafikia kumpinga Kristo juu itiwe mpinga Kristo. Amen. Tunasoma Kolosai sura ya 3 mstari ya 4. Okay. Inasema hivi mstari wa 4. Wakati Kristo aliye uzima wetu, wakati Kristo aliye uzima wetu atakapofunuliwa, maana yake Kristo yeye ndio uzima. Wala sife sana. Amen. Kristo ni uzima. Wakati atakapofunuliwa. Okay. Nyinyi vile vile mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Asema nyinyi naye vile vile mtafunuliwa pamoja naye katika nini? Utukufu. Kumbe Kristo, definition yetu ya kwanza ni uzima. Amen. 2:3 wa Kolosai. Kolosai pale. Tunasoma mstari wake wa pili. Sura ya 2 mstari wa 2 mpaka 3. Kichwa kinasema maonyo. 2 yake inasema hivi. 2. Ili mioyo yao ifarijiwe. Wakiunganishwa pamoja katika mapendo. Wapate utajiri wote wa kufahamu. Kwa hakika. Wapate kujua siri ya Mungu ndiye Kristo. Asema wapate kujua kwa uhakika siri ya Mungu ndiyo nani? Kristo. Kumbe Kristo ni siri ya Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Kristo maana yake siri ya Mungu. No. Utaitwa Mkristo ni wakati unakuwa na siri ya Mungu ndani mwako. Amen. Ndio maana Yesu wakati wanafunzi wake, Yesu alikuwa anatoka pande ya Kaisaria Filipo. Ndio. Akauliza wanafunzi wake. Watu wanasema mwana wa watu ni nani? Ni nani? Wengine wakasema ni Yohana Mbatizaji. Ndio. Wengine wakasema ni Elia. Wengine wakasema ni Yeremia. Ndio. Wengine wakasema ni mmoja wa manabii. Yesu akauliza wanafunzi wake, nyinyi mnasema mwana wa watu ni nani? Amen. Petro akasema, wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye nani? Hai. Yesu akajibu akasema, sio damu na nyama inakufunulia maneno, bali Baba yangu aliye nini? Aliye mbinguni. Juu ya huyu mwamba nitajenga kanisa langu, wala milango ya Hades haitaishinda. Bwana sifa sana. Amen. Yesu yeye ni Kristo. Ndio. Amen. Amen. Sasa na huyu Kristo wanatuambia kama ni siri ya nani? Siri ya Mungu. Ni kusema huyu Yesu yeye ndio alikuwa na siri ya Mungu. Ndio maana alikuwa anasema kama Baba ni ndani yangu na mie ni nani? Ni ndani ya Baba. Ni kusema siri ya Baba yake yeye alijua na ndio akatuletea hiyo kudunia. Bwana sifa sana. Amen. Na wakati alituletea ile siri ya Baba yake, wakati mtu unapinga ile siri, ni kusema bila shaka wewe unaitwa nani? Mpinga Kristo. Haleluya. Amen. Tunapenda kuonesha nini? Tunapenda kuongea kuhusu mpinga Kristo. Mpinga Kristo ni nani? Tutamjua namna gani? Na iko wapi? Lakini kitabu yetu ya Wakolosai 2:3 inasema nini? Rudia mzuri. Inasema hivi Wakolosai. Okay. 2:3. Ili mioyo yao ifarijiwe. Ili mioyo yao ifarijiwe. Wakiunganishwa pamoja katika mapendo. Asema wakiunganishwa pamoja katika mapendo. Wapate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika. Watu wapate ufahamu wote. Tajiri na ufahamu wote wa kufahamu kwa hakika. Watu wapate utajiri na kufahamu kwa uhakika, sitadi kujua kwa ukweli, hapana kwa udanganyifu, hapana kwa kulabudisha. Amen. Wapate kujua siri ya Mungu ndiyo Kristo. Nasema watu wajue
kama siri ya Mungu ndiyo Kristo. Kristo maana yake ni siri ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kumbe unaweza kuitwa Mkristo ni wakati unajua siri ya Mungu. Utakuwa Mkristo ni wakati unaelewa siri ya Mungu. Ni kusema we ni nani? Ni Mkristo. Hata ukisoma maandiko, ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura 11 mistari 26 inasema nini? Matendo ya Mitume sura 11 mistari ya 26. Okay. Inasema hivi 11:26. 26 inasema hivi. Baraka katika Antiokia ndio maingizio. Okay. 26. Na wakati alipomwona akamleta Antiokia. Na ilikuwa kwa muda wa mwaka mzima. Okay. Wakakutana pamoja na kanisa na kufundisha watu wengi. Bakaanza kufundisha watu wengi. Wanafunzi waliita wa Kristo kuanza katika Antiokia. Asema njoo ilikuwa mara ya kwanza wanafunzi wanaitwa wa Kristo katika nini? Antiokia. Ni wakati walienda kufundishiwa na Barnaba na mitume wengine, walifanya mwaka mzima wako na wafundisha, njoo baadaye wakaitiwa nini? Wa Kristo. Ni kusema wale watu walikuwa nafundishiwa nini? Walikuwa nafundishiwa siri ya Mungu. Na wakati walitambua ile siri ya Mungu, njoo wakaitiwa nani? Wa Kristo. Kumbe Kristo ni siri ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Amina. Sasa utakuwa mpinga Kristo ni wakati gani? Ni wakati unapinga ile siri ya Mungu. Ndiyo. Amen. Inaonyesha kama Yesu alikuwa anajishuhudia kama Baba ni ndani yangu na mie ni ndani ya Baba. Ndiyo. Wakati alikuja kwa Mungu, Mungu akampatia ile siri. Alijua siri ya Baba yake. Njoo akaileta kudunia. Ndiyo. Bwana asifiwe sana. Ndio maana yeye alikuta makanisa zilikuwa na hubiri neno la Mungu. Ili neno la Mungu ambayo walikuwa na hubiri haikuwa na siri. Amen. Haleluya. Amen. Tunaweza pikia Mungu mikono. Walikuwa nafundisha neno la Mungu bila siri. Walikuwa nafundisha habari njema bila siri. Yesu akaleta ile siri yenye kupatikana ndani ya neno la Mungu. Amen. Na wakati watu walikataa au unakataa ili siri ambayo Yesu alikuja nayo ndani ya neno la Mungu, bila shaka wewe ndio mpinga Kristo, kwa sababu unapinga siri ya Mungu. Amen. Amen. Watu wengi wanasema mpinga Kristo atakuja. Mpinga Kristo tuko naye. Mpinga Kristo ni nani? Ni wewe mwenye kupinga siri ya Mungu. Unasema neno ya Mungu iko wazi. Bwana asifiwe sana. Neno ya Mungu iko siri. Hata Yesu wakati alikuwa anafundisha, alikuwa anaenda, akifika nje anahubiri kwa mifano. Lakini akirudia ndani, anaambia wanafunzi wake, kani nilisema hivi maana yake ni hivi. Amen. Na watu wengi leo wanabakia munini? Mumifano. Kumbi ndio maana Biblia inasema wapinga Kristo ni nini? Ni wengi. Wiko wengi juu ya nini? Kwa sababu watu wengi wanapinga siri ya Mungu. Amen. Wanasema neno la Mungu liko wazi. Haleluya. Amen. Tusome andiko. Tunasoma andiko. Yohane wa pili. Yohane wa pili. Mstari 6 mstari 7 Kenya. Yohane wa pili. Yohane wa pili mstari 6 mpaka Kenya. Mpaka Kenya. Ndiyo. Angalia mafundisho ya uongo ndio kitu. Mafundisho ya uongo. Sita nasema hivi. Sita nasema. Na haya ndiyo mapendo, tutembee kufuata amri zake. Yohana wa pili 6 tunashuka taratibu. Na haya ndiyo mapendo. Tunaanza 7 mara moja. Kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani. Nasema wadanganyifu wengi wanatokea duniani, wasiokiri ya kuwa Yesu Kristo amekuja katika mwili. Nasema wadanganyifu wengi
wanatokea duniani wasiokiri, wasiokubali kama Yesu Kristo alikuja katika nini? Mwili. Ndio wadanganyifu. Wakati aukiri ya kwamba huyu Yesu Kristo alikuja katika mwili, ni kusema bila shaka we ni nani? Ni mdanganyifu. Yesu Kristo ni nani? Yesu ni neno. Kristo ni siri ya Mungu. Kristo ni uzima wenye kupatikana ndani ya neno la Mungu. Sasa watu wengi Bwana asifiwe sana. Amen. Hawakubali kama huyu Yesu alikuja katika mwili. Amen. 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 Meba namusikia vile vile mumwili banasema njoo kweli. Hii neno iliandikiwa mumwili. Haleluya. Amen. Soma. Tunasoma tena. Kwa sababu wadanganyifu wengi wametokea duniani. Wadanganyifu wengi wanatokea duniani. Ni kusema wale wadanganyifu njoo wapinga Kristo ambao biko mdunia. Njoo tukona tafuta biko wapi? Ndio. Inaweza kwa Kampala, inaweza kwa Kongo, na tuko nabo hapa. Twende. Wametokea duniani. Okay. Wasiokiri kwa Yesu Kristo amekuja katika mwili. Anasema wasiokiri kama Yesu Kristo alikuja katika nini? Mwili. Huyu ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo. Asema ule mwenye hakubali kama Yesu Kristo alikuja katika mwili, huyu ndio mdanganyifu na mpinga Kristo. Ndio. Bwana asifiwe sana. Amen. Huyu ndiye mdanganyifu na mpinga Kristo. Okay. Mujiangalie nafsi zenu. Asema mujiangalie nafsi zenu, ndugu zangu, wenye kutufuata kwa mbali au kwa karibu. Unaweza kuwa naongea mpinga Kristo atakuja, kumbi we ni miongoni mwa wapinga Kristo. Kwa sababu we mwenyewe haukubali kama Yesu Kristo alikuja katika mwili. Amen. Neno la Mungu liliandikiwa mumwili. Haleluya. Amen. Amen. Inabidi bakufunulie lisiri. Amen. Amen. Sepukwa wakati Yesu alizaliwa akafunikiwa msanduku ya kulishia nyama. Ndiyo. Na ule Yesu mtoto alifunikiwa na manguo ya nini? Ya kitoto. Ndiyo. Juba alijua kama wakati nyama ambaye itakuya kula majani chakula muisanduku ya kulishia nyama, atakuta mtoto iko mule. Sasa kwa yeye kujua huyu mtoto kama ni Kristo, inabidi amfungule ndio ajue kama huyu ni mtoto nani? Kristo. Eske utanisikia? Eske Mungu ananisikia? Ndio. Eske tunaweza pikia Mungu mikono? Mtoto Yesu alizaliwa ni msanduku ya kulishia nyama. Ni kusema balijua kama nyama inakuyaka kula majani. Na siku nakuya kula majani, atakuta mtoto yuko ndani ya sanduku. Huyu mtoto anafungiwa manguo ya kitoto. Na wakati atakaribia, kwa yeye kujua kama huyu ni Kristo, inabidi amfunue. Amen. Mtoto kama yuko nafungiwa tu nguo ya kitoto, hautajua kama ni mwanaume au ni nani, mwanamke. Haleluya. Amina. Manisa? Tunamalizi. Kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani. Okay. Wasiokiri ya kuwa Yesu Kristo amekuja katika mwili. Okay. Huyu ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo. Mdanganyifu na mpinga nani? Kristo. Kama tu ukubali kama Yesu Kristo alikuja katika mwili, wewe ni mpinga Kristo. Na wewe ndio mdanganyifu. Ndio. Munane nasema. Mjiangalie nafsi zenu. Okay. Msipoteze maneno mlioyatenda, ila mupewe thawabu yote. Asema batu muangalie nafsi yenu. Munaponda muda wenu kutafuta Mungu. Olie mwende mutafute madawa, munasema huko mtu wa Mungu. Sasa angalia nafsi yako isipotee bure. Juu ya kuwa fana wa mtu au wa kanisa. Tafuta kweli ndio itakusaidia. Kenda nasema hivi. Kila mtu anayeendelea mbele pasipo kudumu katika mafundisho ya Kristo. Nasema kila mtu anayeendelea mbele pasipo kudumu katika mafundisho ya Kristo. Bwana asifiwe sana. Amen. Kristo tunaonesha kama ni uzima. Kristo tunaonesha kama Biblia inatuambia kama ni siri ya Mungu. Ndiyo. Sasa Bwana anatuambia kama kila mtu uwe pastor, uwe bishop, uwe mchakazi, uwe nabii, uwe mwaminifu, uwe Mkristo, kila mtu asiendelea katika mafundisho ya Kristo, huyu hana Mungu. Ule
hana nani? Hana Mungu. Kwa kujua kama wewe mtu uko na Mungu, inabidi uendelee mu mafundisho ya nani? Ya Kristo. Ambayo mafundisho ya Kristo ni mafundisho ya nini? Ya siri. Haleluya. Amina. Sio mafundisho ya wazi. Ndio maana Yesu alikuwa anaenda akatoka nje, anaongea kwa mifano. Akirudia na wanafunzi wake, anabambia siri. Eske ni kweli unafundisha kama mafundisho ya siri? Eske unaijua? Eske ulishakaipata? Bwana asifiwe sana. Amen. Kama uijue ndugu yangu, ni kusema we hauna Mungu. Amen. Amen. Waebrania sura ya 10 mstari ya 7. Sura yake ya 10 mstari midogo ya 7. Inasema Kristo ni zawabu kamilifu ndio kichwa. 7 inasema hivi. 7 inasema Halafu nilisema, Yesu ulikuwa unatishuhudia. Tazama nimekuja katika gombo la kitabu. Yesu anasema alikuja katika gombo ya kitabu. Kitabu njoo hii. Yesu alikuja katika gombo la kitabu. Alikuwa yeye ni mtu, vile wewe unajua ni mtu. Bwana asifiwe sana. Tazama nimekuja katika gombo la kitabu. Nimeandikwa nifanye mapenzi yako Mungu. Asema alikuja katika gombo la kitabu, anaandikiwa. Nikusema hii maandiko ndio Yesu. Bwana asifiwe sana. Ambaye alikuwa anaandikiwa huko ndani. Lengo ya yeye kuandikiwa ni juu afanye mapenzi ya nani? Ya Mungu. Haleluya. Amen. Sasa kwa wewe kujua mapenzi ya Mungu, sio kubakia kusoma maandiko, bali utafute maana ya maandiko. Njoo mapenzi ya Mungu yenyewe. Haleluya. Amen. Usome andiko ya karibu ya mwisho. Tunasoma andiko. Yohana 5. Tunasoma Yohana 5. 39. 39. 40. Nasema nini? Inasema ugonjwa wa Bethsaida ndio kichwa. Okay. Yohana 5. 39 hadi 10. 39 anasema hivi. Mnanitafuta katika maandiko. Okay. Kwa sababu mnazania ya kuwa ndani yao muna uzima wa milele. Nasema Yesu yuko naambia watu, mnanitafuta katika maandiko. Mnazania ndani ya maandiko muna uzima wa milele. Haleluya. Eske tunaweza pikia Mungu mikono? Watu wengi wanatafuta Yesu kupitia maandiko. Wakati anasoma andiko, anafanya teoloji, anasema kama anajua maneno ya Mungu. Ndio Yesu anakuja analeta shauri. Anaambia kama watu wengi wananitafuta katika maandiko. Wanazani ndani ya maandiko muna uzima wa nini? Wa milele. Okay, maandiko hamuna uzima wa milele. Haleluya. Amen. Ndani ya maandiko hamuna uzima wa milele. Ndio. Mnanitafuta katika maandiko. Okay. Kwa sababu mnazania ya kuwa ndani yake mna uzima wa milele. Okay. Maandiko haya ndiyo yanayonishuhudia. Asema hii maandiko ndio inamshuhudia Yesu. Yesu anasema kama alikuja katika gombo la kitabu anafanya nini? Anaandikiwa. Sasa kwa wewe kumuona usibakilimu andiko. Haleluya. Inabidi ufunue ile andiko ndio utaona Yesu na ndio utapata uzima wa nini? Wa milele. Haleluya. Ndio maana watu wengi wanamtafuta katika maandiko. Na wakati wanatafuta Yesu katika maandiko, na bila shaka ndio inaleta matengano mu makanisa. Kila mtu anasikia andiko mnamuna yake, anafasiria mnamuna yake na kuelewa kwake. Amen. Hata wengine wanasema Biblia ni nyama ya tembo. Wengine wanasema Biblia ni kitabu kibaya. Mwingine ukimpelekea maneno ya Biblia anasema hapana, mimi sitaki kujua. Mimi nabakia muimani tu ya pastor kenye mtu wa Mungu atanyambia na mimi nafanya nini? Ndugu yangu utapotea. Amen. Tunasoma Marko. Tunamaliza. Ndio. Kumbe tulikuwa napenda kuongea ndugu zangu. Mimi na wewe mchana wa leo na siku ya leo tutafute mpinga Kristo ni nani? Tulisha kuonesha mpinga Kristo ni kila mtu mwenye hakiri ya kama Yesu Kristo alikuja katika mwili. Huyu ni mpinga Kristo. Kila mtu mwenye hakiri, hakubali kama maandiko hii iliandikiwa mwili, huyu mtu ni mpinga Kristo. Kwa sababu Kristo ni siri ya Mungu. Kristo ni uzima wenye kupatikana ndani ya neno la Mungu. Haleluya. Amen. Marko 4:10 hadi 12, utaruka 33, 34 tunamalizia pale. Marko 4:10-12 taruka 33, 35. Okay. Cho kinasema mpandaji mbegu. Mpandaji mbegu. 4 nasema. 10 nasema. 10 nasema.
Naye alipokuwa peke yake, watu waliomzunguka pamoja na 12. Asema Yesu alipokuwa peke yake, watu walimzunguka pamoja na 12. Nikisema kulikuwa makutano au watu fulani walikuwa namzunguka Yesu kwa maulizo mbalimbali, kwa mafundisho yake, pamoja na 12. Wale 12 ambao walikuwa wanafunzi wa Yesu walikuwa walishapata mafundisho ya Yesu. Ndio. Walimuuliza maana ya mifano. Wakamuuliza Yesu maana ya nini ya mifano. Akawaambia siri ya ufalme wa Mungu imejulishwa kwenu. Nasema siri ya ufalme wa Mungu inajulisha kwenu mwe wanafunzi. Lakini wale walio nje watapewa maneno kwa mifano. Asema benye biko nje batapewa maneno kwa nini? Kwa mifano. Kumbi kama kwa mwanafunzi wa Yesu ndio utajua siri. Ndio. Ukibakia fana wa mtu, fana wa kanisa, bila shaka we utakubakia kumifano. 12. Ili wakitazama watazama. Asema hapa watu bengine wasio wanafunzi wa Yesu wanapotazama maandiko banatazama tu, lakini wasione. Hawaone. Na wakisikia wasikie, lakini wasifahamu. Wasije wakageuka na kusamehewa. 33 nasema hivi. Kwa mifano mingi ya namna hii. Aliwaambia neno kwa kadiri walivyoweza kusikia. Asema Yesu alikuwa anaambia watu mfano kwa kadiri ya neno watu wanaweza kusikia. Amen. Kama Yesu yuko naongelea maji, inabidi akamate maji kwa ya kuonekana, juu watu wanajua maji njoi. Njoo afanye mfano. Kama atasema juu ya mkate, anabeba kwa mkate huyo wa kuonekana, anafanyia watu mfano. Juu watu baelewe kwa mkate ni nini. Njoo utabambia kitu kenye watu hawajui. Njoo anasema kwa mifano ya namna mingi alielezea watu maneno kwa kadiri wanavyoweza nini kusikia. Wala pasipo mfano wa kusema nao. Maana Yesu pasipo mfano akusemaka na watu. Maana kila kitu Yesu alikuwa anasema mfano. Kama Yesu alisema, hii ndio mwili wangu, mkule, mfanye hivi kwa kunikumbuka. Ilikuwa kweli, ilikuwa mfano. Sasa kama ni mfano, tutabakia mfano. Haleluya. Amen. Na wakati unabakia mfano, bila shaka wewe ni nani? Mpinga Kristo. Wala pasipo mfano wa kusema nao. Okay. Lakini walipokuwa peke yao, aliwaeleza wanafunzi wake maneno yote. Asema wakati walipokuwa peke yao, Yesu akaambia wanafunzi wake maneno yote. Kama nilisema hivi maana yake hivi. Wanasifiwe sana. Kumbe wandugu wapenzi, tulikuwa naongea somo letu ya leo fupi na kubwa na ya maana kuhusu mpinga Kristo. Hivi tunasubiri maulizo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Tukisema tunaingia kipindi cha majulisho kama maulizo, na tunazidi pia kukumbusha wasikilizaji wetu ya kuwa ni Mission de Timothée 3:16 ambayo ni malengo yake kama tunavyosikia. Tulikuwa tunaongelea leo juu ya mpinga Kristo. Na wakati mtumishi wa Mungu aliongea juu ya mpinga Kristo, alionyesha kama kila mtu asiyekiri, asiyeamini ya kuwa Yesu si Kristo, sio Kristo, huyu ndiye mpinga Kristo. Na pale nilipata ulizo moja. Na wakati mwalimu aleta maandiko mbalimbali, alionyesha kuwa Kristo mwetu tunaongelea ni siri ya Mungu. Na kama Kristo ni siri ya Mungu, tukisema wakati wewe na mie hatukubali, hatuamini ya kuwa Biblia au maandiko ni siri, tukisema sisi ndio wapinga Kristo. Shituko na zanua wapinga Kristo ndio wale batakuya au batakuyaka. Ulizo yangu iko hivi mwalimu. Nitarudilia tena kuuliza ambayo niliuliza siku ya kwanza iliyopita, nilikuwa kuhusu sadaka. Yesu ndio Kristo. Bakatufundisha kuwa Yesu ni neno la Mungu. Kristo ni siri ya Mungu. Mpinga Kristo ni huyu mtu mwenye kusikia andiko pakapo kisi nisikie. Andiko anashindwa kutafuta siri au maana ile andiko njoo atembelee. Njoo mpinga. Kubarikiwe sana. Asante sana mwalimu. Sasa wakati ndani ya kanisa nafundishwa
nafundishiwa andiko au nasomewa andiko na mimi naishika vile vile, mimi ndio mpinga Kristo? Au pasta mwenye kuna nihubiri, mwenye kuna nifundisha, yeye ndio mpinga Kristo? Bwana asifiwe sana. Amen. Maandiko yanasema hivi. Ndio. Kama kipofu akiongoza kipofu, wote wawili watanguka wapi? Mashimo. Ni kusema na mwenye kukufundisha ni mpinga Kristo, na we mwenye kuamini ile na we ni nani? Ni mpinga Kristo. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu watu wengi unapomwambia kama walisema hivi ndani ya Biblia haimaanishi hivi, anakwambia hapana. Si tunajua depuis batate yetu. Tunajua tu ubatizo ni wapi? Ni mumaji. Si tunajua depuis batate yetu. Bakambo yetu tunakulaka meza ya Bwana kila siku. Sasa hii unatuletea ndio maneno inafananishwa kama wewe ni nabii wa nani? Ndio maana hata watu wengi hawakumwamini Yesu. Kwa nini hawakumwamini Yesu? Kwa sababu mafundisho yaliyotangulia ilikuwa ni ya shetani. Ndio. Na wakati shetani alitangulia, alikuwa anaishi na Mungu. Na alijua kama huyu mwenye alimshinda kumbingu atamfuata kudunia. Sasa yeye shetani akatayarisha watu, akamwambia nyuma ya hii mimi naisha mafundisho. Okay. Kukikuya mafundisho mengine, ule mtu ni nabii ya uongo. Sasa huyu shetani akaleta mafundisho ya mwili, akaletea watu maandiko kulingana na kuelewa kwake. Haleluya. Amen. Sasa huyo shetani hakujua kama Mungu alishabadilisha lugha. Okay. Mungu akaanza kutuma manabii mbalimbali. Shetani akafuata mtu wa kwanza, ilikuwa ni Adamu na mke wake ndani ya shamba la Edeni, akawadanganya, wakaharibika. Mungu akaona kama hii ni danger. Akaanza kutuma manabii, anabaambia bakui bafanye kila kitu kwa nini? Kwa mfano. Nabii wa kwanza alikuwa Musa. Soma mbele nini? Tunasoma kwanza. Waebrania. Waebrania pale. Soma 8. Tunasoma 8 yake. Tunasoma 8. Anzia 5. Inasema hivi. Wenye kutumika kwa mifano. Au anzia 3. Tunaanza 3. Maana kila kuhani mkubwa amewekwa kutoa zabihu na zawadi. Hivi lazima yeye vile vile awe na kitu cha kutoa. Bwana asifiwe sana. Amen. Eske pale naye bana tusomea. Rudia mzuri. Tunarudia kwa sikilivu. Maana kila kuhani mkubwa amewekwa kutoa zawadi na zabihu. Anawekwa kutoa zawadi na nini? Na zabihu. Hivi lazima yeye vile vile awe na kitu cha kutoa. Asema na yeye mwenyewe hakuna kitu ya nini? Ya kutoa. Haiko asema tu fulani ndio anapasha kutoa, kila kuhani anapasha kuwa na kitu ya kutoa. Haleluya. Amen. Kama angekuwa katika dunia, asingekuwa kuhani. Maana kuna makuhani wanaotoa sadaka kama sheria inavyoagiza. Asema kuko makuhani ndio benye kutoa sadaka sawa vile sheria inafanya nini? Inawaagiza. Okay, 5. Wenye kutumika kwa kivuli na mfano cha maneno ya mbinguni. Asema kuko makuhani, kuko manabii benye kutumika kwa mfano na kivuli cha maneno ya nini? Ya mbinguni. Batu benye kutumika kwa mfano ni batu benye kutumika mumvuli wa maneno ya mbinguni. Kwa mfano, tuko na wandugu wetu wamoja wanabebaka tu maji mkopo, wanakubatiza moyo. Wakati utabauliza wanakwambia hapana, hii ni mfano. Sitadi hapo banaendelea kutumika mumifano vile. Mimi najua kama hii sio kweli. Sitadi kuna manabii wengi wenye kutumika kwa mfano. Kwa mfano Yesu alibeba mkate. Ilikuwa ni mfano. Anaambia watu kama mkule hii, mfanye kwa kunikumbuka. Mimi mpaka leo ukimwambia mtu kama hii mkate haiwezi kukusaidia kitu. Tafuta mkate wa kweli, mkate wa mbinguni, mkate wa kiroho ambaye ukule. Yesu anasema mkue nafanya hivi kila siku kwa nini? Kwa kunikumbuka. Bwana asifiwe sana.
Yeye anakuambia hapana, mkate kwa ni hii tu mkate ndio Yesu alifanya. Sitadini manabii na makuhani benye kutumika kwa mifano na umvuli wa maneno ya nini? Sitadini abayu maneno ya mbinguni, maneno ya roho abajui. Tuendelee. Tunaendelea. Kama Musa alivyonyonya Mungu wakati alipotaka kutengeneza ile hema. Maana alisema angalia ufanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mlima. Asema Mungu akabeba Musa, akambeba kwa mlima, akamwambia vitu yote vile unaenda kule kudunia, wewe ndio ufanye kwa nini? Kwa mfano. Haleluya. Amen. Ndio Musa naye akakuya, akafanya vitu yote kwa mfano. Akaandika. Aliandika mfano, aliandika kweli. Aliandika mifano. Ndio watu yote wanabakia munini? Mu mifano. Amen. Amen. Sasa kulingana na ulizo yako, nikupenda kuonesha nini? Wakati biko na kufundisha ndani ya kanisa, bana kufundisha mifano, na wewe unafuata mifano, utaona kitu ya kujitetea? Hapana. Juu ukisoma mkitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mistari 26 nasema nini? 17:26 inasema hivi: naye alifanya kila taifa la watu kuwa wa damu moja. Mungu alifanya kila taifa la watu kuwa wa damu moja, wakae juu ya uso wa dunia yote. Asema batu baikale mu dunia yote. Akaandika nyakati zilizoamuriwa tangu zamani, okay, na mipaka na makao yao, okay, ili watafute Mungu kama wanaweza kumpapasa. Sema Mungu alitia batu ku dunia ni juu batu baanze kufanya kazi ya kutafuta Mungu kama wanaweza kufanya nini? Kumpapasa. Ili watafute Mungu kama wanaweza kumpapasa. Okay. Waone ule Mungu. Lakini hayuko mbali na kila mmoja. Bwana asifiwe sana. Amen. Kumbe ni kesho ya mtu. Kama wao wanasema hautapapasa, hautatafuta Mungu, bana kubeba mshimo. Eske shida ni yule mwako kubeba mshida? Shida ni yako. Amen. Amen. Mungu anasema ni kwako ufanye kazi ya kupapasa. Utafute Mungu kama unaweza kumpata. Ule Mungu mwenye kunatafuta haiko mbali na kila mtu. Nikusema huyu Mungu iko karibu na kila mtu. Haiko mbali. Nikusema huyu Mungu ilisifitu uelewe. Utoke mu mwili uingie mu roho. Unapatana naye. Juu ni roho. Utoke mu mvuli uingie mkweli. Utoke mu mifano uingie mkweli. Unapatana na Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama wanasema sadaka, tafuta sadaka kiroho. Tolea Mungu. Kama anasema mkate, tafuta mkate wa kiroho. Utapatana na Mungu. Mungu haiko mbali na kila mtu. Amen. Amen. Sijui kama ulinye kuku question. Hakuna question. Tuendelee na maulizo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nikisema tuko na presence ya evangeliste mkuu ambaye ni ndugu yetu Ushindi. Tunawaza kulingana na diva ya leo, kulingana na mafundisho ambayo tunapewa ya mpinga Kristo. Mtumishi wa Mungu anaonyesha mpinga Kristo iko sasa, na anaweza kuwa mie au wewe au mwingine. Sijui kama mtumishi wa Mungu naye angekuwa na kia kuongea, na ndio maana tunamkaribisha kwa maulizo au jambo yote. Karibu evangelist. Karibu sana ndugu Shesta. Mungu akubariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina kama vile mtumishi wa Mungu amesema ni Ushindi. Nimepima kupandisha sauti kule mwisho kwa kusikia. Kwa majina ni Ushindi Mtekulwa. Okay. Na naingia kwenye kanisa ya Woodmont Church, inapatikana pale Salama Road. Na mchungaji wetu ni Pastor Fred Mungu. Na ninafurahi sana kuwa na nyie mahali hapa jioni ya leo. Imekuwa neema. Na nimesikia kuhusu somo ya leo kidogo, mtasameni nilikia nyuma. Okay. Kwa majukumu fulani. Swali yangu ya kwanza ambayo niko nayo, ambayo tunasema ama mwalimu amefundisha amesema neno la Mungu ni siri. Asamie kutokana na kitabu ya Marko 16 mstari wake kuanzia 15. Biblia inasema kwamba Yesu akawaambia mitume, enendeni ulimwenguni kote mkafundishe kwa kila viumbe na kila mataifa,
Sasa mimi nilipenda niulize comment explique que neno la Mungu linaweza kuwa siri. Bwana asifiwe sana. Amen. Anapenda ajue namna gani neno la Mungu iko siri. Okay, Mungu alisema nendeni ulimwenguni kote mkafundishe, mkafanye mataifa kwa wanafunzi. Bwana asifiwe sana. Amina. Mwanafunzi ni mtu mwenye anafundishiwa. Kama hii neno la Mungu haingekuwa siri, ingekuwa kila mtu anauza Biblia, anekala nayo nyumbani kwake, anasoma na anaelewa. Juu Biblia iko lugha yote. Utasoma mu anglais, utaelewa. Utasoma mu français, unaelewa. Utasoma mu Swahili, Kinyarwanda, Kiganda, unapasha kuelewa. Sasa kwa nini inabidi mpaka mtu akufundishe? Okay, watu wengi wanasoma, wana madiploma, wana madoktora, unakuta mtu ni minister, lakini anakuwa ndani ya kanisa, anachunga mtu fulani, amsomee, amfasirie. Juu ya nini? Amen? Amen. Okay, kuko batu benye anaweza kusoma hii Biblia siku kidogo na imanisi, tangu mwanzo mpaka mwisho. Inalomba bamfasirie juu ya nini kama Biblia iko wazi. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Ngapi mwalimu? 29. 29. Okay. Inasema hivi. 29 inasema hivi. Mambo ya Mungu ni mambo ya siri ni ya Bwana Mungu. Banasema neno la Mungu ni siri. Okay. Ndio banasema mambo ya siri ni ya Bwana Mungu. C'est-à-dire kama unapenda kujua maneno ya Mungu, ilifaa ujue maneno ya siri. Ile maneno ya siri utapata wapi? Ndani ya Biblia. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Anasema mambo ya siri ndio ya Mungu. Lakini kama we uko mtu wa Mungu, inabidi ujue maneno ya siri. Juu upatane na nani? Na Mungu. Lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu na ya wana wetu milele. Asema yenye kufunuliwa ni yetu na batoto betu milele. Kwa mfano, bakisema maji. Hii maji ya mchupa ni yetu na batoto betu milele. Haitabadilika. Maji ya Mungu iko siri. Na ndio maana wakati Yesu alikutana na mwanamke Msamaria, akamwambia mwanamke, unipatie maji. Ule mwanamke akamjibia, siye na mwe atupezanake maji. Yesu akamjibu, kama ungejua mwenye kukulomba maji, kama we ungemlomba yeye akupatie maji ya nini? Ya uzima. Inamaanisha kama Yesu alikuwa na maji pale, na ule mwanamke alikuwa na maji, lakini maji ya ule mwanamke ilikuwa inaonekana ilikuwa pale ya kisima. Tandisike maji ya Yesu ilikuwa wapi? Okay? Tunakuta kama hii maji ya Yesu ilikuwa ya siri na njoo ya Mungu, ambaye kama tunapenda kubatiza mtu, tutafute ile maji ya Yesu, twende tumbatize kwa ile maji ya siri. Na njoo ubatizo wako. Haleluya. Amen. Naweza kuuliza kidogo? Uliza. Unasema kulingana na Yesu, unasema kwamba Yesu maji ya siri donc iko ndani yake. Sijui. Yesu alisema tu kama ungejua mwenye kukulomba maji, kama wewe ungemlomba maji ya nini? Maji ya Yesu iko wapi pale? Alikuwa nayo wapi? Ilikuwa wapi? Alikuwa na bidon? Alikuwa na Regideso? Maji yake ilikuwa wapi? Hatukuiona. Sasa iko wapi? Maji Yesu alisema Mungu. Alikuwa na maji, hapo na maji. Maji ya uzima seloni najua ilikuwa ni uzima wa milele ambao tutapewa kama vile zawadi. Nasema maji ya uzima? Ni maisha ya uzima wa milele ambao soma kwa 37 kama vile. Soma kwa 37. Zawadi. 7:37 inasema nini? Inasema hivi. 37 yake nasema hivi. Mito ya maji ya uzima ndio kichwa. Hata siku ile ya mwisho, siku ile kubwa ya karamu. Okay. Yesu akasimama, akapaza sauti yake akisema,
Mtu akiona kiu aje kwangu anywe. Asema kama mtu tuko na kiu anakuja kwa Yesu anafanya nini? Sitadi batu yote dunia nzima kwenye banapasha kunywa maji ni kwa nani? Kwa Yesu. Sasa ile maji ilikuwa wapi? Yenyewe alikuwa anapatia dunia nzima. Ilikuwa ni uzima wa milele. Ilikuwa ni uzima wa milele. Ya uzima. Sasa kama ni uzima wa milele, Yudasi alikunywa ile maji ya kukunywa. Haikuwa fiziki, ilikuwa spiritual. Sawa. Ile spiritual. Judasi alikunywa ikunywa. Hakupata neema labda. Alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Alikunywa akukunywa. Alipata uzima wa milele? No, Biblia haionyeshi kwenye tulikunywa ama kuko wenyewe walikunywa na kuonywa kukunywa. Sasa maki Biblia inasema tu Yesu alikuwa alikuwa na maji ya uzima. Me haituoneshi ile maji ya uzima ilikuwa inamtoka juu mtu akunywe parce haikuwa fiziki, ilikuwa spiritual. Maana njoo ya Mungu ile maji. Yenyewe nakubidi sasa wewe uitafute uipate. Amen. Amen. Inabidi uitafute uipate. Eske pale unaelewa? Mimi naelewa. Neno ya Mungu iko wazi, iko siri. Neno la Mungu. Par rapport na ile. Par rapport na andiko. Neno la Mungu liko wazi lakini uzima ndio iko ndani foku. Mfano neno kanyenye kwa basi ndani ya Biblia. Maandiko teko wazi. Hii maandiko. Maandiko iko wazi. Maandiko. Kupata sa uzima resulta ya ile maneno ndio iko ndani. Maneno yanasema hivi. Kumbukumbu 23 29 nasema mambo ya Mungu ni siri. Meona nasema iko wazi. Study hii yenyewe iko wazi hapa kama unasoma. Hii yako wewe na kusoma. Ya Mungu yenyewe ndani ya Biblia ndio siri. Sasa wewe mwenyewe kutafuta Mungu, inabidi utafute hii maneno ya siri, uijue, bakufundishe, ndio kupatanishe na Mungu. Ndio ile, ndio kwa wazi. Na selo kwa wazi je. Tuko tunatembea according to ile maandiko hii hapa. Ndio shoga tena tunatembea. Me resulta ya hii sasa ima bien vitatoka huko. Ndio wenyewe viko siri. Haleluya. Amen. Unipatuka mfano tipike andiko moja après upime ko expliquer la buda mimi ndio sikuelewa. Unasema hivi. Hii Biblia iko wazi. Okay. Study vile inaandikiwa ndio vile tunapaswa kufuata. Haiko vile. Okay, tutakamata Marko 16 tutatukia pale. 16 nasema hivi. Tuanze pale. 16. Okay, merci. Marko 16 inasema hivi. Okay. Kichwa inasema taji la miba. Okay. 16 pale. 15 hii. 16 inasema hivi. Anzia 15 so. Tuanzie 15. Kichwa inasema Yesu anatokea wanafunzi. Okay. 15. Akawaambia, kwendeni katika dunia pia mkahubiri habari njema kwa kila mtu. 16. Anayeamini na kubatizwa ataokolewa. Okay. Asiyeamini atahukumiwa. Atahukumiwa. 17. Ndio. Na alama hizi zitafuata version unaelewa depuis à partir pale. Ya nilikuwa nataka nikupatie nikuoneshe kitu. Tuko tunatembea kwa soma mbele ile andiko tusikie. Soma tu ile 15. 15 inasema hivi. Akawaambia Yesu ule mwe kusema. Kwendeni katika dunia pia. Asema mwende mudunia. Mukahubiri habari njema kwa kila mtu. Asema mwende mudunia, muhubiri habari njema kwa kila kama kuko habari njema, shikuko habari mbaya. Yeah. Okay. Sasa Yesu alikuta watu wiko na hubiri habari njema. Ilikuwa habari njema nzuri au ilikuwa mbaya? Habari yenyewe walikuwa wanauliza, wenyewe walikuwa wanahubiri kwa wakati wa Ancien Testament kusoma vizuri. Hapana, Ancien Testament wakati Yesu anakuja. Juu Ancien Testament na nini utatusumbua pale. Okay. Ushikuye mikono mitupu ushikuye mikono mitupu kwa Bwana ni Ancien Testament pale mnaitumikisha. Sasa kwa desavantage sibili ni vya Nouveau Testament. Bili ni vya Ancien Testament. Naacha ile partie. Tunasema wakati Yesu alikuja. Sasa Yesu alikuja. Walikuwa wanatumikisha maandiko na walikuwa wanasema according jinsi Mungu aliwatuma. Juu walikuwa wanatembea kusheria za Musa, kuna wale ambao walikuwa wanatembea kusheria ya Musa, commandements zenye aliacha Musa. Mais Yesu anakuja anakia kushanje
analeta neno ya uzima. Sasa analeta uzima. Yesu akushanisha. Soma nini? Mathayo 5:17. Yesu akushanisha hata kitu kimoja. Watu wanamsemea kama Mungu. Yesu akubadilisha maandiko, alileta uzima wa milele. Soma mbele maandiko. Mathayo 5:17. Musizanie nilikuja kuharibu torati au manabii. Yesu anasema hakuja kuharibu torati au manabii ya Musa. Sikuja kuharibu, lakini kutimiza. Anakuwa kuitimiliza, anakuwa kuipatia force. Ili sheria inaipatia force. Sasa unasema je? No, hakuibadilisha. Alikia kuikamilisha. Akaleta uzima wa milele. Uzima wa milele njoni. Yeah. Adile, njoni. Uzima wa milele njoni tajenyesha wote tuko tunakumbania. Njoo ya wapi? Yenyewe pole wanafundisha mdeti wote wanaanza mdeti mtekati. Ile taji yetu kunakumbania njoo kwa wapi? Taji ya uzima. Njoni anasema resulta ya hapa ya Marko 6 ya Marko 6 enende ulimwenguni pote mkahubiri kwa kila kiumbe. Wakwe wanafunzi wangu. Anasema ke ndakuwa na nyie kuanzia sasa na mpaka mwisho wa dunia. Okay? Hitaji ya uzima. Mbona Yesu kwa? Yesu kwa. Jua alisema itakuwa na Mungu mpaka mwisho wa nini? Iko wapi leo? Iko wapi? Yesu iko. Iko wapi? Shunionyeshe nani niko na bezoni muone. Mimi niko na mtu fiziki. Haiko fiziki. Haiko fiziki. Iko spiritual. Yesu ule. Mais aussi tunaweza ona Yesu kupitia tabia za mtu mwingine. Yeye anatuonyesha mifano. Papa utushinde. Unaweza kunipa uhakika? Sasa tutamjua Yesu kupitia tabia ya mtu mwingine. Yesu tunamjua matendo, anasema okay, tukamate Mathayo 25. Unaweza kuona. Est-ce que kuna yako yetu kunatoka na kwetu kuna nini? Ndio. Okay, merci. 25 combien? Nafikiri tuanzie ku 30. Inasema nini? Waexplique. Tu kama tunajua. Iko anasema aseme nilikuwa uchi mkanivika. Inasema aseme nilikuwa njaa mkanipa chakula. Anasema nilikuwa katika kifungo mkaja kunitazama. Anasema kwamba aseme na nilikuwa uchi mkanivika. Anasema alikuwa anakupatia example. Kisha mitume wanauliza, ulikuwa lini uchi tukakuvika ama ulikuwa lini njaa tukakupatia chakula? Ndio anasema vile mlifanyia bali mlikuwa mko nafanyia bali bana batu ama kisi mlikuwa nafanyia. Soma ile andiko mzuri. 25:30. Anzia pale. Soma ile 25:30. Mathayo. Okay. Inasema kichwa inasema mfano wa talanta 30. Na mtupe mtumwa yule asiye na faida katika giza la nje. Kule ndani. Tu ngapi? Tuanze ku 31. La kichwa inasema hukumu ya mataifa. Lakini wakati mwana wa watu atakapokuja katika utukufu wake na malaika yote pamoja naye, alafu ataketi juu ya kiti cha utukufu wake. Anzia 37. 37. Alafu wenye haki watamjibu wakisema, Bwana, wakati gani tulipokuona una 35. 35 nasema hivi. 34-35. Okay. Alafu mfalme atawaambia wale kwa mkono wake wa kuume, kujeni, nyinyi mliobarikiwa na Baba yangu, murithi ufalme mliotengenezwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. 35. Kwani nilikuwa na njaa, nanyi mlinipa chakula, nilikuwa na kiu, nanyi mlinikunywesha, nilikuwa mgeni, nanyi mlinikaribisha. 36. Mutupu nanyi mlinivika. Mgonjwa nanyi mulikuja kunitazama. Nilikuwa katika kifungo nanyi mulikuja kwangu. 37. Alafu wenye haki wakamjibu wakasema, achia tapari. Endelea pale kesho yake. Endelea pale. 37. Okay. Alafu wenye haki watamjibu wakisema, Bwana, wakati gani tulipokuona una njaa na
tukakulisha? Okay. Au kiu? Okay. Na tulikunywesha? Na wakati gani tulipokuona mgeni na tulikukaribisha? Okay. Au mtupu na tulikuvika? Okay. Na wakati gani tulipokuona mgonjwa au katika kifungo na tulikuja kwako? Okay. Na mfalme atawajibu na kuambia, kweli ninawaambia nyinyi, okay, kwa kadiri mlivyotendea mmoja wa ndugu zangu walio wadogo, hapana bakubwa, mulinitendea mimi. Asema kadiri mliotendea mmoja wa ndugu yangu walio wadogo mulinitendea mimi. Okay, sawa, tunaendaka Luzira kule. Yesu iko kule Luzira. Mkristo kama Yesu iko kule. Juu nasema ukinitendea mimi unamtendea Yesu, si vile? Tunaendaka Luzira kule kwenda kuangalia hapa basheki. Jomba Yesu. Ukimpatia unaonyesha akte ya upendo. Unaonesha akte ya upendo. Unaonesha akte ya upendo. Yaani hapana adetaeke mtapatia bafungwa ama mtapatia wenye kunafungula. Anasema mkipana. Donc ishie kuangalia mtulipatia haiko kazi yetu. Okay. Ishie ni kupana. Sawa. Sasa unipatie difference. Benye kumkono wa kushoto njo banani na kumkono wa kuume chini. Maana ukipana unakuwa kumkono wa kuume. Ukipana. Ukipana ni leo. Ndio mimi nasema ke hatuko baze kubenye tulipatia. Donc hatuna besoin ke kijuni nipatia au. Yesu akusema mtakuwa napatia kila mtu. Alisema yeye Yesu wakati yeye iko mkifungo njoo wewe uko na droit ya kumtafanya nini? Kwa kumvisite. Akusema mimi nikikuwa mkifungo ukanivisite. Yesu yeye alikuwa mkifungo. Sasa inabidi wewe njoo uende muangalie. Kama unafanya ile matendo ya vile, unafanya mzuri. Kama Yesu kubuchi, wewe muvike. Kama iko na njaa, umpe chakula. Chakula kunaongea ni bukali. Tunaona kama wakati unasikia kama ile chakula ni bukali, huko unasikia kimwili. Unasoma maandiko unasikia kimwili. Okay, Yesu aongee juu ya mwili. Yesu kunaongea juu ya roho. Inabidi bakueleweshe mroho. Yesu ni nani? Namuna gani huyu Yesu iko mkifungo? Namuna gani utaenda kumvisite? Namuna gani utamvalisha? Namuna gani utampa chakula? Okay. Eske unaelewa? Auelewe. Hapana sema ustada nani? Mwelewe. Ustada nani? Paske tunaposema Biblia, yani Biblia tumesoma inasema hivi, mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Yaliyofunuliwa ni yetu na nini? Okay, sasa kubile bitu ya siri iko wapi na yenyewe kufunuliwa iko wapi? Wakati unabeba nini bukali unapelekea mtu kwa prison. Iko wazi au iko siri? Ni yetu ni ya Mungu hii. Ni yetu milele. Maki atupashe favi. Mimi sisema atupashe. Niko question yangu ni nini? Niko napenda tuchumu ile maneno ya Mungu iko wapi? Yaani maneno ya Mungu iko wapi na yetu iko wapi? Juma anasema mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Yenye kufunuliwa ni yetu na watoto wetu milele. Okay. Study. Wakati Yesu kunasema kama nilikuwa na njaa, huko mambo mbili. Huko maneno yetu na maneno ya Mungu. Okay. Wakati wewe bana kufunga, mimi naenda kukuangalia. Sina kuangalia njuku ndugu yangu. Juu na kujua. Au juu niko na uwezo na kupatia. Ukule ushikufu. Eske vinaona Yesu? Bona kama shikwenda kukupatia. Eske Yesu hata niko ndani kwa nini shikwenda kukuangalia kwa prison? Wewe njoo uliiba, mimi problem yangu ni. Wewe njoo uliiba bana kufunga. Mimi nakosa kwenda kukuangalia. Njoo nataka kunikosesha kwenda mfalme wa mbinguni. Kama ulifo kuresone. Sasa pala sasa tunaanzia, mimi naanza tunaanzia kimwili. Pale tunakuwa kimwili. Kiroho ni kwenda tu muisi unampelekea bukali pale kwa. Ndio mimi nasema si atuko obligé tukwe base ke kula alfa zambi aliwa mtu juu. Si wote ni wafanya zambi. Atusema njoo ifungiwe tena kumpatia vile avituone shi. Maandiko yanasema hivi. Mie Yesu kama bale watu walifikia kuokolewa akabatia kumkono kuume. Ni juu saa Yesu yeye alikuwa mkifungo. Balienda kumwangalia. Sasa namwambia sasa ni wakati gani? Sie batu tulikuwa mkifungo na tulienda kukuangalia.
anakwambia hapana, kama mnatendea mmoja wa aba badogo. Yesu alikuwa clear, anasema ufalme wa mbinguni ni wa watoto nini wadogo, akusema watu wazima. Sasa saa unaiba unakuwa luzira, ungali mtoto ulishakuwa mkubwa ule kiroho pale. Ni hapa watoto benye kuna banyonyesha ndio tunapasha kubafanyia vile. Papa, niulize swali. Sasa kama ulimwengu wa mbingu ni wa watoto wadogo, sisi tukafanya kazi gani? Hatuna kazi. Yesu mwenyewe ndio banamuuliza. Maana yeye tunafaa atuelewe pia na shie. Wewe ndio auelewe. No, shie bote. Wewe kama ni ya wakubwa, maana shie auelewe wewe na kote na base. Ufate na vile. Parce que andiko ndio nasema ni andiko. C'est vrai, ni andiko, mais il faut sasa tutumizie na shie akili tujiulize parce que kwa ile moja ndio tutajiuliza. Huyu nyingine inabakia vile vile. Aone kama mko najicomplicate. Kama tutajiuliza kui. Siko najicomplicate. Mais Biblia inasema, atusema ni ya watoto, mimi nasema ni ya kama watoto, maana haiko mtoto. Kama haimanishe iko. Ukisema kama haimanishe ke ndio vitu. Okay. Kama ni mfano wa watoto. Mtoto ni nani? Mtoto ni mwenye anajishusha, mwenye anaetika ke mimi niko mtoto, mkubwa anaweza tuma, mkubwa anaweza fanya. Jo example ya mtoto. Okay. Mimi kusema ke ufalme wa mbingu ni ya watoto wadogo. No, maana shakutengiaka. Ndio. Kisha hapa tuko fani. Frère ushindi. Maana gani kuhubiri injili na kutengia? Mimi mission yangu niko napenda nikufanye kuwa mtoto nini? Junge kwa mdogo kama ulishasikia. Metelema kwa mkubwa. Nishasikia. Mimi swali hapo mimi nauliza. Selo kuelewa. Wewe ni mkubwa. Sasa iko difficile uingie mfano. Ni difficile. Mtoto unaongea mzuri kani mtu mwenye kujishusha. Anajishusha mbele ya nani? Ya mtu. Mbele ya Mungu na watu. Sawa. Unajishusha kati. Kujishusha. Apropos na karakter. Au taiba vitu ya watu. Sawa. Mbele ya Mungu sasa. Mbele ya Mungu unasikia sheria za Mungu. Unafuata sheria za Mungu. Unafuata sheria ya Mungu. Sheria ya Mungu nasema mambo ya Mungu ni nini? Ni siri. Eske ile siri uone ikufuata? Wakati upendi siri ya Mungu, maana unakuwa mkubwa. Papa, nataka mnieleweshe ile siri, ile neno siri. Neno la Mungu ni siri. Pale mimi nataka nielewe bien que neno la Mungu ni siri namna gani. Juu pale sielewe. Totalement pale sielewe parce que neno ya Mungu ilikuwa itembee dunia mzima, kila mtu aokoke, kila mtu abadilishwe. Mais sasa tunasema que ni siri. Bon. Siri na papa nisipokate wame. Nisikia kuna nafasi kwenye ulisema ase neno ya Mungu yote ni example. Haiko mimi. Yesu ndio alikuwa sema Biblia ndio kusema haiko mimi. Ase kila kitu kilikuwa kenye Yesu alifanya ilikuwa mfano. Haiko mimi nilisema. Yesu ndio anasema. Yesu ndio alisema. Sawa. Mais tulirudia kwa Ancien Testament huko kusema ulipata. Nasema ke nyama yote alikuwa fanya ilikuwa example. Ilikuwa mfano. Mwenye balimpatia huko. Hebreu. Endelea. Tuende kwa pale siri. Siri ni neno yenyewe inafichwa pasipo kufunuliwa. Okay? Hii kitu yenyewe inafichama. Kwa mfano mimi na yeye hapa. Okay? Tunaweza kuongea maneno. Wewe ujue hii maneno kwetu ni siri. Wala hiyo siri tushapata. Iko siri yetu shie. Tunafanya siri yetu. Kwako wewe ujue. Kwako wewe ujue. Pale mimi nakuwa banaita ignorance, mimi nakuwa sijui ndio haiko tena siri. Siri ni nani? Siri inapashi kwa mtu. Nani? No siri, sasa unaweza kuona kitu kenye unajua kesi. Sasa hii siri njoo Yesu alikuwa nayo. Njoo anaambia watu mwende mfundishe watu bajueni. Hii haiko siri pale. Kama Aisha tupatana sema mwende haiko tena siri. Maana ilikuwa siri. Sasa mbona unashindwa sawa? Senya na kuya inakuwa wapi? Mbona unashindwa kuielewa? Kama iko wazi. Kuelewa. Iko wazi unaelewa. Sasa nakwambia sema nilikuwa na njaa kunipa chakula. Nilikuwa katika kifungo kwa kunipa zao. Unatoka unaenda Luzira. Ulielewa au uelewa? Bon, ndaipana hai papa. Eh? Ndaipana hai. Ndaipana ni? Ama Yesu utamvisita, alikuwa prison. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio maana watu wengi walikuwa naenda kwa Yesu. Wenyewe walijifanya watoto wadogo, walikuwa naokolewa.
Juu balikuwa nampose question juu ya kutafuta kujua, lakini bale balikuwa najifanya banajua, bakabakia vile vile mpaka hapa kujuaka. Kunaona Nikodemo alienda kwa Yesu akamwambia, nifanye nini nipate kurithi ufalme wa mbinguni? C'est-à-dire alijua mbinyiko ndani hamuna njia ya kupata ufalme wa mbinguni. Yesu akamwambia, inabidi uzaliwe mara ya pili. C'est-à-dire alikuwa alishazaliwa mara ya kwanza, ila faliba mzali mara ya pili. Sasa wewe hivi ulishazaliwa mara ya kwanza, ulishakomaa, kwa wewe kurudia tena mtumbo wa mama yako, est-ce que ni possible? Si ndio maana uko na kangala pale. Lakini ungekuwa mtoto mdogo, c'est facile ungeelewa. Unaona? C'est-à-dire ni question ya kuelewa. Wokovu ni wa mtu. Lakini mtu kizania kama hii yenyewe mimi najua njoo kweli. Kumbe hujui maneno. Ndio maana niko hapa juu Na na sijue. Maana kama hujui ulipaswa Mimi napenda namna gani huyu Yesu anaweza kama kifungo. Tukufasirie. Tukuambie maneno. Ndio. Amen. Amen. Yesu ni neno la Mungu. Ambaye neno la Mungu inafungwa mule ndani yako. Unajua kuiba ni mbaya, kunywa pombe ni mbaya, kushareta ni mbaya, lakini uko na sheria. Stadi ili mapenzi ya Mungu, ili volonte ya Mungu hauifanyi. Nikusema ile wakati hii neno ya Mungu inafungwa mule ndani yako. Amen. Sasa inabidi huyu mtu mwenye kwa na neno la Roho akuya kuvisite, akuya kuhubiri neno la Roho. Okay, wakati utasikia neno la Roho directement utatoka mwili kifungo. Yesu anatoka mkifungo. Unaanza kutimiza tena mapenzi ya nani? Ya Mungu. Yesu iko na njaa, ni neno la Mungu iko mule ndani yako. Sasa hivi nakuona hapa na kukuta uko na njala au ya kulaka. Unaona? Njaa haiko njala ya chakula. Amosi anasema nini? Amosi anasema hivi. Wito anze anasema nini? Amosi anasema hivi. Amosi 8:11. Anasema hivi. Tazama siku zinakuja. Bwana Mungu anasema. Okay. Nitatuma njaa katika nchi. Nitatuma njaa katika nchi, maana pale ni ya bukari na chapati. Siku zinakuja nitatuma njaa katika nchi. Okay. Si njaa ya chakula. Haiko njaa ya chakula. Wala kiu cha maji. Wala kiu ya maji. Lakini kwa kusikia maneno ya Bwana. Ya kusikia maneno ya Bwana. Maneno gani? Ya siri. Sitadi mtu mwenyewe ajui maneno ya siri, iko na njaa kule. Sipokuwa Yesu aliambia yule mwanamke Msamaria, ukikuwa na kunywa hii maji ya hii mtoto, utakuwa unashikiaka tu kiu. Lakini ukikunywa hii yangu yenyewe mimi nakupatia, itamaniza kiu. Kumbe wakati mtu kuna njaa, ni wakati mtu unapokea neno la Mungu katika sehemu za nini? Za mwili. Huko nasoma maandiko unaishikia kimwili. Utakuta njaa haitaisha, confusion haitaisha mwewe. Jua hapa Isa anaweza kukupika 5 question na yote utajibu hata moja nini huko na njaa. Sasa Yesu ni neno la Mungu, liko mule ndani mwako. Uko na upungufu wa neno la Mungu katika roho. Okay, uko na jikaza, uko na piganisha, utafute Mungu. Mimi unakutaniko kuna njaa. Sitadi Yesu kuna njaa. Sasa inabidi huyu mtu akuye na neno la Roho, akuya visite Yesu kule. Haleluya. Juu Yesu ashibe, uelewe maneno ya Mungu, confusion ifani ikutoke. Okay. Kumbi Yesu mwetu kunaongea tuongee Yesu mandefu. Yesu tu kunaongea ni neno la Mungu. Iko buchi namna gani? Ni wakati wewe mtu uko unapokea neno la Mungu, uko evangelist, mema matendo yako yafanani. Sitadi Yesu yuko buchi. Watu jo evangelist huyu. Tunaona kama Yesu yuko buchi. Ila fali kumuvika, kumpatia manguo. Manguo ni nini? Ni wakati tunakupatia neno la Mungu inafinika ile aibu yako. Amen. Eske utanyelewa? Amen. Eske tunaweza pikia Mungu mikono? Tumanize na Wakorintho wa kwanza sura 2 mstari 6 mbio tumanize hadi 10. Wakorintho wa pili sura 6 mstari 2 hadi 10. Okay, kungani ulizo wa mwisho? No. Kama iko uliza. Okay, soma mbio tumanize. Wakorintho wa pili sura 6 2:6. Inasema hivi. Mtu namna hii Wakorintho wa kwanza 2:6. Inasema hivi, akili ya Mungu na akili ya dunia ndiyo kichwa. Maneno ya Mungu huko vitu mbili. Huko akili ya Mungu na akili ya dunia. Akili ya dunia unaposhikia njala unaona njala. Unaposhikia mkate unaona mkate. Wanaposema nguo unaona nguo. Memo akili ya Mungu nguo ni kitu kingine. Njia ni kitu kingine. Okay? Study njoo akili mbili inatembeza Biblia.
ambayo watu wanafundisha neno la Mungu na kulielewa. Huko benye kuisikia mwakili ya dunia, mukate ni mukate hii, njala ni njala tu ya bukali, na kuko mwenye kuelewa kama njaa iko ya bukali ni njaa neno la nini? La Mungu. Twende. Sita inasema hivi. Okay. Lakini tunasema akili katikati yao walio watimilifu. Asema akili ya Mungu ayongelewake kubatu bote. Inaongelewa tu katikati yao walio nini? Watimilifu. Okay? Lakini si akili ya dunia hii. Haiko akili ya dunia hii, mtu alisoma masomo njoo atajue maneno. Hapana. Wala ya watawala wa dunia hii. Wala ya watawala wa dunia, juni bishope, juni pape, hapana. Lakini tunasema akili ya Mungu katika siri. Tunasema akili ya Mungu katika nini? Siri. Sitade maneno ya Mungu iko siri, ndugu yangu. Haiko wazi vile watu wiko wanasema. Kumbe nawe kama unapenda maneno ya Mungu, tafuta maneno ya siri. Kama wanasema mukate, tafuta mukate, maana yake utapata ndani ya Biblia, utakupa maana. Amen. Amen. Twende. Lakini tunasema maneno ya Mungu katika siri. Okay. Akili iliyofichwa ni akili yenye kufichwa. Inafichama wapi? Ndani ya Biblia. Mpaka huko ndio mwenyewe banaficha. Na ndio kwenye watu wanapotelea. Ni mpaka huko ndani ya Biblia. Amen. Amen. Mungu aliamuru mbele ya dunia kwa utukufu wetu. Okay. Lakini hata mmoja wa watawala wa dunia hii hakujua kama maneno ya Mungu iko siri. Watu saba nasoma Biblia, banzeni vitabu vingine sana, vitabu vingine vyote anasoma, anaelewa selo yeye. Kwa sababu kama wangelijua wasingelisulubisha Bwana wa utukufu. Okay. Lakini kama ilivyoandikwa, jicho halikuona. Maneno ya Mungu ni ile yenye jicho yafanyika nini? Wala sikio halikusikia. Wala sikio hayasikia. Wala hayajaingia katika moyo wa mtu. Wala yeye ingiaka kwa moyo wa mtu. Wakati unashikia prison wewe unaona tu luzira. Message tuko nakwambia maneno yeye ingiaka kwa moyo wa mtu, tuko nakwambia prison ni ndani yako. Namna gisi unafunga mapenzi ya Mungu, hauitimizi au siitimizi. Nikisema pale Yesu kumprison. Okay? Maneno Mungu aliyotengenezea wenye kumpenda. Asema maneno Mungu alitengenezea wenye kufanya nini? Kumpenda. Watu wote. Sipo kwa nasema watu batokolewa kwa nini? Kwa neema. Neema ni nini? Ni kupata chance ya kupata neno la Roho, kujua siri ya Mungu. Ndio utafikia kutubu kwake na kweli na unaokolewa. Sababu pourquoi banasema tutaokolewa kwa nini? Kwa neema. Neema ni nini? Mafundisho ya kiroho. Sipokuwa ukisoma Muja 1:17 banasema sheria ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli ilikuja kwa mkono wa nani? Wa Yesu Kristo. Sitadi Yesu alileta neema. Neema njoo ni njoo neno la Roho, njoo neno la siri ya Mungu ambaye aliletea watu. Lakini Mungu aliyafunua kwetu kwa Roho yake. Ili maneno ya Roho Mungu aliyafunua kwetu kwa nini? Kwa Roho yake. Haikuwa sisi tulisoma masomo, haikuwa sema ni akili yetu, hapana, ni maneno iliyofunuliwa. Amen. Amen. Sababu gani? Wakati Yesu alikuwa kwa dunia, njoo alileta ile siri kwa dunia. Na wakati alileta ile siri kwa dunia, watu hawakupenda kuamini. Lakini wale wachache waliamini, wakati Yesu balishamuua, wale wachache walianza kuhubiri ile siri, na njoo maana balibaua. Njoo watu hawakupenda kweli. Watu banapenda distraction, banapenda makomedi. Wakasema aba watu tukabaacha maneno biko nasema ni ya kweli. Lakini tukibaacha itaonekana kama vitu yenyewe tuko nafanya vyote ni vya nini? Ni vya bongo, na Mungu wetu atafanya nini? Atasarauliwa. Njoo ilikuwa kosa ya wanafunzi wa Yesu kufanya nini? Kukufa, kuuawa. Waambie mtu kama sadaka iko pesa. Eske mwenyewe kupata ile pesa atakupenda? Hata kupenda. Jua anaishi juu ya sadaka, anaishi juu ya chakula. Kisha waambie watu kama sadaka haiko pesa. Sadaka ni kitu fulani. Chakumi ni kitu fulani. Eske yule mtu atakupenda? Atakuua. C'est pourquoi wanafunzi wa Yesu walibaua ni juu ya kweli. Amen. Amen. Sitani ile maneno ya Roho haiko ya kila mtu, ni benye Mungu alipenda, njoo nibafunulia. Okay, Manisa 10 nasema hivi, lakini Mungu aliyafunua kwetu kwa Roho yake. Kwani Roho wa Mungu anatafuta maneno yote hata mafumbo ya Mungu. Asema Roho wa Mungu anatafuta maneno yote hata mafumbo ya nini? Ndio maana Isa ukianza utanipose kila question, nitakujibia hiyo Roho. Na nakupa andiko. Lakini Isa mimi naweza kukupoze 5 questions kama uko d'accord nikupoze ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya tano yote, hautanipa jibu hata hili. Kani bongo tuanze. Amen. Okay, uko evangelist. Evangelist ni mtu mwapeleka habari njema. Soma andiko ya mwisho. Andiko ya mwisho wa Efeso nasema nini? 6:19 inasema hivi.
inasema hivi. 6:13 inasema hivi. 19, 18, 19 mbio au soma tu 19. 18. 18 inasema hivi. Kwa maombi yote na kusii mkiomba kwa kila wakati katika roho. Paulo leo anasema watu kwa maombi na kusii mkiomba kila wakati katika roho na mkiangalia kwa neno hili na kudumu katika kuomba kwa ajili ya watakatifu wote. Kwa ajili ya watakatifu wote. Na kwa ajili yangu mimi Paulo nipewe usemi kwa kufungua kinywa changu. Nasema mumombe apewe usemi kwa kufungua kinywa chake. Ili ni ubiri kwa uhodari siri ya habari njema. Ili ni ubiri kwa uhodari siri ya habari nini? Sitadi habari njema iko siri. Ndio yenye Paulo alikuwa kuhubiri. Ndio yenye alifundishwa na Yesu. Sitadi habari njema iko siri. Haleluya. Sasa ili siri ilifo maombi. Juu alihubiri kwa uhodari pasipo woga. Juu kama huko na woga hautahubiri, juu atakuua. Na ndio maana walimuua Paulo. Haleluya. Amen. Sitani watu wapendake kweli. Watu wapende kweli. Banasemaka tu kweli, mekubambia kweli, abaitikaki. Amen. Amen. Kumbi habari njema ni neno la Mungu. Sasa hii neno la Mungu iko siri. Inabidi hii siri bakufunulie. Inabidi hii siri bakufundishe. Sipokuwa Yesu anasema nendeni ulimwenguni mkafanye mataifa kuwa nini? Wanafunzi. Setani batu walipasha kupata etape ya kwanza ni kufundishiwa. Ni contraire na vile batu biko nafanya mkanisa. Isa nikikwambia kama unipatie hata fundisho 5 walikupatia porque bakuombea kwa evangeliste, mimi naweza kuona. Ni effort yako personnel, ujuzi wako personnel, susi yako personnel, yenye uko nayo utafute Mungu. Sababu aliona kali ka ujuzi, wanakuambia unakuwa evangelist. Sasa mafundisho gani mlinipatia porque nikuwa evangelist? Hakuna. Kumbe ilikuwa ni machache. Tulipenda kuongea. Sisi ni kanisa la Yesu Kristo, ulimwenguni pote. Tunapatikana Uganda, Kampala, Makindye, Mbaraka. Kwa namba yetu ya simu 075 56 89 450. Kila lundi tunakuwa ka live a partir ya 17h30, na kila siku ya pili tunakuwa na mafundisho ya njia. Tunaalika watu wote, tunafundisha neno la Mungu, kuelewesha watu neno la Mungu ndani ya Biblia katika hali ya roho. Na kila siku ya sita a partir ya 15h à 17h tunafundisha neno la Mungu, yani mafundisho ya njia, kuelewesha watu neno la Mungu kwa hali ya roho. Na kila siku ya Mungu a partir ya saa 3 9h tunakuwaka tuko na mkutaniko wa kawaida. Basi ilikuwa ni mtume Richard nikisindikizwa na evangeliste Libero Baikilwa. Tunaacha neno ya leo kwa mikono ya Mungu, ibaki kwenu na kwangu. Amen. Amen. Tushukuru kwa ajili ya neno. Mungu Baba, Mungu uliumba mbingu na ardhi, tunashukuru jina lako, tunashukuru ukubwa wako kwa kuwa pekee yako ulisema wawili watatu wanaokusanyika kwa ajili ya jina lako nao ni mahali pale. Tunashukuru kwa kuwa tulipokea neno lako. Basi Mungu wetu, acha neno lako lipate kutujenga, lipate kubomoa msingi wa shetani na ujuzi wa mwili, likisimamisha imara hata jengo nzima la mbinguni, tukipata kuwa na ujuzi wa kiroho, tukifahamu ya kuwa maandiko ni ndani ya roho na yote inaistahili kuabudiwa katika roho, tukiyashika na kuyatembelea, utukufu na heshima zitakurejelea. Basi Mungu wetu, ni machache ya kuacha shukrani na asante kwa muda wa leo, kupitia jina la Yesu Kristo nikiomba hivi, amen. Amen. Mungu akubariki sana. Barikiwe. Mungu akutie. Sikuwa na complex, sikuwa na ulizi. Sikuwa na complex. Sikuwa na ulizi. Sasa hapo unafanyia uko unafanyia kitu mtu anasalimia Papa ushindi basi msikilizaji, simba ya kesho. Jua kwa ndio